Kwa mujibu wa taarifa zilizotufikia hivi punde ni kutoka vyanzo mbalimbali ambavyo vimeripoti kwamba shirikisho la mpira duniani yani FIFA linaingia Tanzania kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa ligi ya Tanzania kwa takribani miezi miwili. Miezi miwili itahusisha uchaguzi wa viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi pamoja na mwenendo wa ligi kwa ujumla. Sasa nini kipo nyuma ya FIFA kuja kuchunguza ligi ya Tanzania? Matukio ambayo yameambatana na kuchunguzwa kwa ligi ya Tanzania, moja ni lawama za michezo ambazo zimekuwa zikiendelea katika ligi ya Tanzania. Moja ya lawama ambazo zimeonekana kuzuka ni kuhusiana na timu kubwa kubebwa na waamuzi. Huenda wengine wakaibua maswali kwamba waamuzi huenda wakawa wananunuliwa na timu kubwa za Tanzania. Moja ya timu ambazo zinatajwa ni timu kutoka Kariakoo. Jambo la pili ambalo huenda likawa ni sababu ya ligi ya Tanzania kuchunguzwa ni kuhusiana na yale yanayoendelea kuhusiana na mchezo ambao mara ya pili umeahirishwa. Mchezo uliahirishwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025, ukaja ukaahirishwa tarehe 15 ya mwezi wa 5 2025 na kupangiwa tarehe mpya tarehe 25 mwezi wa 6 2025. Yote haya yanasababishwa na namna jinsi matukio yalivyokuwepo. Mchezo ulioahirishwa kati ya Yanga dhidi ya Simba ni mchezo ambao matukio ya kuahirishwa kwake hayajawekwa wazi tangu Machi 8 mpaka Juni 25. Moja ya matukio ambayo yanaibua uchunguzi wa FIFA ni kutokana na barua ambayo bodi ya ligi ilituma kuhusu kuahirishwa kwa mchezo wa Juni 15 kati ya Yanga dhidi ya Simba. Barua ilionyesha kwamba sasa mchezo utachezwa tarehe 25 bila kuainisha sababu zilizosababisha kuahirishwa kwa mchezo ambao bodi ya ligi yenyewe iliutangaza kuwa utachezwa Juni 15, 2025. Ule mchezo wa Machi 8 na wenyewe uliahirishwa kwa mazingira ya sintofahamu. Hilo ni jambo ambalo limepigiwa upatu sana na viongozi wa serikali, limepigiwa upatu na wadau wa soka nchini Tanzania kwa kiasi fulani. Jambo jingine ambalo limekuja kufanyiwa uchunguzi ni kuhusiana na namna uongozi unavyofanya kazi. Ikiwamo kwa siku chache zilizopita uongozi wa ligi kupitia mwenyekiti wake wa bodi ya ligi Steven Muguto aliwasilisha barua ya kujiuzulu kwa uongozi kuwa mwenyekiti wa ligi ya Tanzania bara yani TPLB ambao ameitumikia kwa misimu kadhaa. Kiongozi huyo aliripotiwa kujiuzuru kufuatia shinikizo kutoka kwa klabu ya Yanga ambao walisema mchezo wote wa dabi hawataucheza ikiwa kiongozi au mwenyekiti wa ligi hatojihudhuru ambaye ni Steven Muguto. Jambo jingine ambalo limetokana na shinikizo kutoka kwake ni kuhusiana na mwenendo wa ligi. Matukio mbalimbali yameonekana kuaminika kwa uongozi wa ligi. Yanga walisema kwa namna fulani hawauamini uongozi wa ligi, hawauamini uongozi wa TFF, ikiwa ni moja ya malalamiko yao ambayo waliyawasilisha kwa idara ya michezo nchini Tanzania pamoja na kamati ya usuluhishi wa masuala ya michezo Afrika yani CAS, ambapo CAS waliwarudisha Young Africans kuja kumalizana na bodi ya ligi kwanza na uongozi wa ndani ili sakata lao liweze kuwafikia huko waliko. Jambo jingine ambalo limekuja kufanyiwa uchunguzi ni kuhusiana na upatikanaji wa viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa TFF. Moja ya jambo ambalo linafanyiwa uchunguzi ni kuhusiana na aina ya viongozi wanaopatikana. Kumeonekana kuwepo kwa rushwa au nini? Sisi hapo hatujapata details kuhusiana na FIFA wanachunguza nini kuhusiana na sakata zima la uchaguzi wa viongozi wapya wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa TFF. Kumbuka hii ni Flow Updates, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare video zetu. Lakini comment yako iseme hivi:
Nini mtazamo wako kuhusiana na uchunguzi wa FIFA? Je, FIFA hawajawahi kuwa kwenda katika mstari wa kupindapinda? Wao wamenyoka mstari wa moja kwa moja. Wakikutana na jambo wananyosha kwa mujibu wa vifungu vya sheria vinavyosema. Unaionaje bodi ya ligi pamoja na mwenendo wa ligi? Kuna ligi yetu kuna hatihati za ligi yetu kufungiwa au kuto kufungiwa? Hiyo ni Flow Updates. Subscribe, comment, like, share, bonyeza alama ya kengele. Shout out, uwe na wakati mwema.